Ni wiki mpya baada ya kipindi kilichopita cha Wednesday Night Live, tukirudi tena hapa kuweza kuongea nanyi na kuwajulisha masuala mbalimbali ya kimichezo. Kama kawaida, mimi ni Patrick Nyembera na huwa nakuwa na wageni tofauti tukizungumzia masuala tofauti ya michezo. Nafahamu Haji Manara ambaye alikuwepo wiki iliyopita alikuwa na hamu kubwa ya kurejea hapa, lakini nikamwambia hapana, stop, kwani mambo mengine inabidi yaendelee. Hiyo sherehe uendelee nayo wewe bwana Haji hapo nyumbani. Lakini yale ni matokeo tu ya mchezo Azam Sport Federation Cup wa nusu finali, ambapo Simba waliweza kuibuka na ushindi wa magoli 4-1. Leo hii basi nipo vingine zaidi kwa maana ya kwamba tuko katika michezo, tutagusia hapa na pale, lakini kikubwa ni kuweza kuzungumzia hatua ambayo imepigwa na mwanamichezo au mchezaji soka wa zamani nguli na nahodha wa timu ya Yanga Bakari Malima almaarufu Jembe Ulaya, ambaye amezindua kitabu chake kinachoitwa Ukweli kuhusu maisha ya Bakari Malima Jembe Ulaya. Lakini pamoja naye leo hii pia ninaye kocha mwenye utaalamu, elimu na ujuzi wa saikolojia, kocha Khalid Adam, kocha wa timu ya Mwadui kutoka kule Shinyanga, ambaye anasifika kwa ubadilishaji wa vipaji vya wachezaji mbalimbali hasa wanaotoka kanda ya Ziwa. Karibuni sana. Nashukuru sana. Khalid. Naam. Mambo naenda? Nashukuru Mungu. Unajua Malima ni rafiki yako? Nafahamu. Hivi alikwambia anazindua kitabu? Hajaniambia. Bakari. Rafiki yako karibu kabisa, hujamueleza kwamba unazindua kitabu? Ni mtu wangu sana na tuko naye sana pale Magomeni kwenye vijiwe vyetu yani. Ila sasa nilikuwa najua sasa hivi kidogo ana stress kidogo kutokana na game zinapomwendea. Zile pointi 6 alizozitafuta. Nikaona kwanza ngoja nimwache. Lakini Malima na ni nafasi nzuri unajua hii kwenu wote wawili na kocha Khalid ambaye yeye yuko katika ligi ya Vodacom. Malima ni mchezaji wa timu ya Yanga na huwa ukosi kuangalia game za Yanga. Sasa nini babu kimetokea zile goli 4? Nini ulichokiona? Kitu kikubwa nilichokiona katika game hii iliyokwisha ya goli 4 ni kuna baadhi ya wachezaji walikosa match fitness. Hawakuwa vizuri wachezaji wa Yanga. Ndio kitu kikubwa kilichowakosti. Mpaka wakapokea kile kipigo yani. Na wewe ulikuwa ni mchezaji kiongozi katika safu ya ulinzi. Nini ambacho kilikuwa cha tofauti katika mchezo? Kwa sababu kila mtu ameongea cha kwake, lakini mara nyingi wale ambao wameingia katika chumba cha kubadilishia nguo huwa nawaamini sana wanaponieleza kwamba pale kulikuwa kuna tatizo hapa, pale kulikuwa kuna tatizo beo, kushoto kulikuwa hivi, kulia kulikuwa hivi, na ndio maana tukaona kile ambacho kilijitokeza katika mchezo. Ujue katika game kama ile ya Simba na Yanga inatakiwa angalau robo tatu ya wachezaji wawe fit. Sasa ukija kaangalia katika game hii iliyokwisha wachezaji wengi wa Yanga hawakuwa fit. Malaki ujue kwa timu kama ya Simba ukiiachia uichezee mpira basi ujue kwa vyovyote utaumia. Wewe angalia kama ile game iliyokwisha ile Yanga walioshinda goli 1. Hawakuwapa nafasi wachezaji wa Simba. Kila mchezaji wa Simba akishika mpira mtu amefika. Tofauti na hii waliwaachia kabisa yani Simba uchezee mpira wa utawale. Simba ukiwaachia tu uchezee mpira ujue umeumia. Na hiyo inatokana ujue wachezaji wengi wa Yanga katika hii game hawakuwa wako fit yani. Ndio kilichowakosti zaidi. Kocha Khalid, wewe uko katika ligi na unawafahamu vilivyo, sio tu kwa kuangalia, lakini pia umekuwa ukiwaona na wengine wamepitia katika mikono yako wakitrain. Ukiangalia mchezo huu ambao tunazungumzia, Simba wakisonga katika hatua ya finali ya michuano hii ya Azam Sport Federation Cup, nini unadhani waliwazidi wenzao Yanga? Mimi kwanza nataka kusema kitu kimoja. Katika mpira lazima tukubali kusoma. Na sio kusoma tu darasani pekee yake, na tujaribu kusoma mazingira. The way Simba wanajaribu kutengeneza timu yao mpaka leo imefikia pale. Nafikiri ni matunda ambayo yanazidi mwaka mmoja au kwenda miaka miwili. Sisi kwa kweli huwa tunaangalia yani faida ya haraka. Sasa ukiangalia timu ya Simba wachezaji wengi wameshamaliza zaidi ya miaka miwili pale. Kwa hiyo ina maana rhythm ya timu sasa inazidi kwenda vizuri. Timu ile inacheza mashindano ya kimataifa, kama walipungua ni wachache. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wachezaji ambao wako Simba ni watu ambao washaunganika sasa kwa muda mrefu. Na timu kama nilishawahi kusema, huwezi ukatengeneza timu kwa msimu mmoja. Timu inavyozidi kukaa ndio inavyozidi kujijenga. Kwa hiyo angalia historia zote za timu. Angalia Guardiola alipofika Man City, hakuweza kufanya vizuri. Lakini mwaka uliofuata akafanya vizuri, akachukua vikombe. Kwa hiyo tuwe tunaondoa mambo ya ushindani wa ushabiki,
tutengeneze strategy ambazo zinaweza zikafikisha timu kama vile Simba. Simba inapaswa kupongezwa kwa kweli. Toka wamecheza mechi zilizopita baada ya COVID-19, walivyorudi walianza kucheza mechi aswa na Azam, rhythm yao ilikuwa imekwenda juu sana. Na nafikiri mwalimu kuna kitu kakiona. Naona ile application ya mechi ya Azam ameileta katika mechi ile jana na imeclick, imeleta kitu ambacho kila mtu ameona kitu gani tofauti. Kwa hiyo tusileke sana mambo ya kupishana na ushabiki. Tuangalie kitu kina msingi kiasi gani. Kwa hiyo kilichosaidia Simba ni timu ambayo inacheza kwa uelewano wa hali ya juu. Unaona? Wale wachezaji ambao ni key kama Chama na sasa hivi ana msimu wa pili sio wa tatu kama sikosei, sina kumbukumbu vizuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa key player kama unavyomfanya Messi katika Barcelona pale. Kwa hiyo anakuwa na chachu ya kila nafasi nzuri katika timu ya Simba. Makocha wamekuwa mkicheza na saikolojia ya watu. Mimi nilikuwa ni shuhuda katika mchezo, nilipata fursa kuongea na makocha wa timu zote mbili. Na kitu ambacho kilionekana kushtua katika mchezo wa jana ni uwepo wa mlinzi Shomari Kapombe ambaye ilisemekana kwamba ni mgonjwa, na wengi kutokana na historia yake walidhani kwamba hatakuwa vile. Na ikionekana Yanga wamefanya mazoezi zaidi ya kushambulia upande ambao waliona kwamba umekuwa ni weak. Inawezekana kocha wa Simba au Simba ilifanikiwa kuficha utimamu wa mwili wa Kapombe, na ilikuwa ni surprise kwa wachezaji wa Yanga pia, pamoja na hayo mengine ambayo umeyazungumza. Bila sema kila timu inakuwa na strategy zake ambazo hazihusiani na watu wote wa nje, hata vyombo vya habari, hata washabiki. Kwa zile ni strategy za timu, na nafikiri mwalimu kama wa Simba hawezi kuwa amekurupuka kumpa big match mtu kama Kapombe, kwa lazima alimuandaa. Sasa alimuandaa katika njia gani? Zile ni strategy zake, kwamba tusionyeshe kama tuna nguvu upande huu ambao Kapombe huendekana hata kuwepo. Kwa hiyo zile ni mbinu. Kwa hiyo kama ni mbinu alizifanya ambazo zimekuwa secret, zimekuja zimeapia nje, lakini zimeleta faida. Na ukiangalia, mimi mchezaji kama Shomari namfahamu jinsi alivyo, historia yake toka anakuwa. Ni mtu anapenda mazoezi. Kwa hiyo hakujibweteka vile pamoja na injury aliyokuwepo. Fitness yake level ilikuwa nzuri mpaka game inaisha, japokuwa alikuwa katoka katika injury. Sasa nategemea nayo uelewa wa mchezaji nini anapaswa kufanya kipindi anapokuwa kwenye maumivu. Na uwezo ukakaa katika maumivu, ukafuata maelekezo ya daktari, ukafanya mazoezi madogo, ukakeep fitness. Lakini una mtu mwingine akishakuwa anaumwa, anaona sasa ndo ni loophole ya kufanya vitu tofauti. Sasa tumpongeze Kapombe kwa kweli. Ametoka katika maumivu, lakini kafanya performance ambayo tofauti na wachezaji ambao walikuwa wakifanya mazoezi ya kawaida. Nini ambacho kilichoona kwa Kapombe? Yaani amefanya kazi katika majukumu yake yote to the maximum. Yaani ameisaidia timu, kwa sababu ukishamuona mchezaji ana uwezo kutoka katika eneo lake, akafika eneo la kati, akafika katika eneo la ushambuliaji, alafu anaweza akasababisha kitu. Kwa kweli ni performance ya hali ya juu. Malima, ndio mchezaji wewe. Raha ya kipindi hiki bwana, na kocha na wachezaji. Kwa hiyo kuna makocha ambao wanajua vurugu, fujo za wachezaji, na wachezaji ambao wanajua ukorofi wanaofanya kwa miaka na miaka. Malima, katika jambo ambalo lilikuwa linaangaliwa na listaajabisha sana ni uwepo wa mchezaji Morrison. Ndio. Kwa baada ya matatizo yale ambayo yalizungumzwa nje hapo, lakini akaitwa Kagera na akaonekana yuko vizuri, akawapa ushindi Yanga, lakini bado kuna wengine walikuwa wanasema hapana, hastahili, anaweza akaigawa timu. Lakini jana Morrison, katika mchezo wa nusu finali, Morrison kapata nafasi. Kacheza. Kwanza tukienda katika performance level yake, ulionaje? Kwa hii game iliyopita, kwa kweli performance ya Morrison haikuwa iko vizuri. Pamoja kwamba ile game ya Kagera aliweza kuscore goal, lakini katika hii game iliyokwisha hakuwa vizuri, hakuwa katika ile hali yake ya kawaida. Mimi Yanga ninavyoifahamu Malima, wewe umepita Yanga, tena umepita Yanga ngumu kulikweli. Sasa alikuwa na uwezo wa kucheza ile mechi, alikuwa na sababu ya kucheza ile mechi Morrison? Hapana, mimi hapo kwa kitu kingine naweza nikajaribu kuwa na wasiwasi na pale una wasaidizi wa mwalimu head coach wa Yanga. Maana wao ndio walikuwa wanatakiwa wamsaidie mchezaji kama yule, na katika game kama big match ya Simba na Yanga hakustahili kabisa kucheza. Na sio huyo tu, kuna wachezaji kama wawili watatu hawakustahili kabisa kucheza katika hiyo game na ndio walio cost team Maana katika game kama ya Simba na Yanga
inatakiwa yani angalau kwa 80% mpaka 90 mchezaji awe yuko fit yani. Maana ni game tough. Yeah. Unazungumzia nani hapo? Kwa sababu najua kuna mchezaji alikuwa na injury akarudi. Yaani hapo kwa sababu ni mchezo umepita na wachezaji ambao walikuja wa kucheza kabla ya corona ni Shishimbi, Haruna Niyonzima akionekana kuumia katika mchezo mmoja kabla ya Kagera kule. Ni hao ndio ambao hawakuwa fit kucheza mchezo wao, kuna wengine zaidi hapo. Ujue Papi uwezo wake ni mkubwa sana. Lakini kutokana na hii injury aliyokuwa nayo, afu na kakaa nje kidogo muda mrefu, hiyo mechi kwa kweli hakustahili kucheza. Maana alikuwa yuko vizuri kabisa. Haruna na yeye ubora wake kila mtu anaujua. Lakini kwenye hii game hakustahili kabisa kucheza. Na Molson mwenyewe yani. Molson yani nadhani bado kulikuwa kuna vitu bado vinamsumbua kichwani. Kwa maana hiyo yani kumpa game kama ile kwa kweli yani ilikuwa ni mzigo mmoja mkubwa sana. Walifanya yani kama kuriziki na ndicho kilichotokea, wameadhibiwa. Halidi, makocha wao mna tabu kubwa. Soka Tanzania tuliopo katika maeneo haya tunafahamu mengi ambao na pressure ambao mnakuwa nao makocha vile vile. Wakati mwingine kuchezesha wachezaji hata wakiwa na maumivu kutoka sehemu za nje kunakuwa kuna pressure kubwa sana. Umeiangalia timu ya Yanga, umecheza na utakuja kucheza nao karibuni katika mchezo wa ligi. Lakini kulikuwa kuna sababu ambayo anaizungumzia hapa Bakari Malima kwamba kuna wachezaji fitness level yao haikuwa nzuri kabisa na kuna wachezaji hawakuwa katika mwendeo, lakini pia Malima amezungumzia kwamba wasaidizi wa mwalimu inawezekana labda hawakumpa ushauri wa kufaa kuhusiana na wachezaji hao. Inawezekana nyinyi walimu wakati mwingine pia kama unavyosema mambo mengine waandishi wa habari au watu wa nje hawezi kujua, mkamna la kwenu ambao mnaliona kwenye mazoezi na ndio coach Luka aliamua kulitumia. Mimi nasema kwanza katika hizi nafasi zetu kuna mtu anakuwa answerable. Sasa haya ni maswali ambayo katika kugeneralize mwalimu wa Yanga anapaswa kujibu. Kwa nini alimtumia Shishimbi, kwa nini alimtumia Morrison, kwa nini alimtumia Niyonzima. Katika falsafa za mwalimu unazo njia, ziko ethics za ualimu zinakufanya kwamba mchezaji amefikia katika level gani kucheza game, na kuna preparation ya mechi katika ile wiki ya mechi. Sasa kama ali apply katika ile wiki ya mechi na akawatumia na ikampa imani kwamba hawa wanapaswa kuwatumia, ilimpelekea kuwatumia. Sasa haya mambo ya kujadiliana na ushauri au uamuzi unahitaji ushauri. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa na mandate ya kusema kwamba wacheze au wasicheze. Kwa hiyo alikubali wacheze kwa kutokana na plan na maandalizi, na aliandaa kwamba anajua kabisa tunaenda kucheza mechi ya aina gani na nitatumia watu hawa. Kwa hiyo imani yake kama alifanya kubahatisha, kama alifanya plani, sasa hiyo yeye ndo atajibu maswali haya. Kwa sababu kitaalamu kuna maandalizi, huwezi kumtoa mtu katika from nowhere akacheza game kama ile crucial. Kwa hiyo zile preparation zake kama aliwatia katika program, inaweza kawa imetokea imekliki na haikukliki. Sasa kwa bahati mbaya inawezekana vile vile ingeza wakafanya bwana Morrison akapata nafasi akafunga, naona Shishimbi akatoa pasi nzuri. Kwa hiyo mpira wa miguu uko hivyo. Sasa yote kwa yote pamoja na kuriziki, lakini mchezaji anatakiwa kabla so mechi ya Simba na Yanga, kabla hajacheza awe na utimamu wa mwili na fitness level ya game iwepo. Kwa hiyo ndio una uwezo wa kumwaminisha mchezaji chochote. Yeah, wewe unaamini hayo, lakini wewe kukutana na Simba na Yanga unazisumbua hizo timu. Yaani ukifungwa bado unakuwa umecheza soka bora zaidi. Na wewe ni moja kati ya timu ambazo msimu huu wa 2019 2020 timu yako imefunga Simba. Kweli mimi nataka kusema kitu kimoja, kitu ambacho labda najaribu kukitengeneza kwa wachezaji ni kwamba hizi timu kubwa zina bahati nzuri zinapata maelekezo mazuri na zinapata walimu tuseme bora. Kwa hiyo kuna standard ya kucheza na. Kwa hiyo unapo apply kucheza na Simba tofauti ukiapply kucheza na Singida. Umeona nategemea na aina ya wachezaji waliokuwepo Simba na Yanga. Kwa hiyo hata ukiangalia mfano hata game ya Azam ni wachezaji ambao wenye quality, na ukitaka tusitake katika hizo timu ukiondoa Simba na Yanga na ile ukianzia Simba, Yanga na Azam ndio kwanza zinakuwa zina best player katika nchi kutokana na uwezo wa hizo timu financial. Sasa nimejaribu kuwa nacheza kweli mechi na Yanga na Simba na Azam na napata kuleta ushindani
kutokana na jinsi zile timu wanazifuatilia zinavyocheza. Na kwa hiyo najua nikifanya hivi katika maeneo fulani ni nini kitu gani cha kufanya na nani anakuwa anasumbua katika timu hizi. Ukishaweza kujua vile, basi unatengeneza game plan na unaweza ukafanikiwa. Kufungwa kwa Yanga sio mwisho wa safari, lakini unahisi kwamba pamoja na Yanga msimu wa 2019 na msimu wa nyuma yake kuwa katika matatizo ya kifedha, sasa kidogo wanaenda katika mabadiliko na vitu kama hivyo, wanapaswa kufanya usajili wa namna gani katika maeneo gani? Kwa sababu nyenzi zenu tulikuwa tuone hata magolikipa wa kigeni wakija kucheza hapa, lakini sasa hivi timu hizi zimekuwa na wachezaji wengi wa kigeni ambao baada ya muda aidha wanaonekana hawana faida au hawana nidhamu katika timu hizo, na wanakuwa hawachukuliwi hatua kama wachezaji wa kizalendo wakienda kinyume au katika njia zile zile ambazo wageni wamefanya. Kwanza kabisa sasa hivi Yanga wanatakiwa watulie, waunganishe nguvu, wawe kitu kimoja. Kiuhalisia kabisa Yanga ya msimu huu haikuwa timu ya ushindani. Paka hapo walipofikia unaweza kwa kiasi fulani ukawapongeza kutokana na quality ya wachezaji waliokuwa nao. Walikuwa sio, kuna baadhi ya wachezaji wengi sana sio quality ya kuchezea Yanga. Lakini hapo walipofikia, wanachotakiwa sasa hivi ni kujaribu kukaa na benchi la ufundi pasipo kuliingilia benchi la ufundi. Ufanyike usajili wa maana kwa ajili ya msimu ujao. Maana ulio tatizo kubwa la hivi vilabu na zaidi Yanga, mabenchi ya ufundi kuna muda yanakuwa hayana nguvu. Mtu tu anaweza akawa ametokea huko na mchezaji wake, kwa kuwa ameshatengeneza mazingira ya 10% yake, analazimisha mchezaji asajiliwe na Yanga. Sasa ndio inakuja inapelekea hii wanakuja kuwaumiza mamilioni ya watu. Maana mchezaji anaokuja kuletwa pale anakuwa hana uwezo. Ndio vitu kama hivi vinatokea. Sasa nasema kwa msimu huu kama watakuwa wamejifunza, wanatakiwa waliachie benchi la ufundi lifanye kazi yake, ili mwisho wa siku benchi la ufundi ndio lihukumiwe, tofauti na mazoea yaliyokuwa yameshazoeleka kwamba mtu yoyote analeta mchezaji kwa ajili anajua kabisa kuna maslahi yake pale. Na Bakari, bila kutaja majina, ungekuwa wewe kwa benchi ya ufundi, ungekata wachezaji wangapi msimu huu? Mimi kwa kikosi cha Yanga kilivyo, ningekata zaidi ya wachezaji 15. Zaidi ya wachezaji 15 hawastahili kuchezea Yanga. Alidi, naongea kwenye perception ya ukocha tu, na kuvua mwadui huko katika benchi la timu ya Yanga. Unadhani wachezaji wangapi kwa namba, yani namba ya idadi, yani sio kwa majina? Yani Yanga ingebidi iwasogeze pembeni, watafute wachezaji wa level wa timu hiyo kongwe hapa nchini. Mimi nasema kwanza, kabla sijasema idadi unaniuliza, nianze kidogo kwamba timu zinavyotafuta wachezaji kama hizi zenye uwezo wa kutafuta wachezaji, kama ulivyosema miaka wanaocheza kina Bakari, wachezaji walikuwa wengi ni wazawa. Sasa utakuta tunajikomiti labda kutafuta wachezaji 5 ambao wanapata zaidi ya dola 1000 au 2000 mshahara, na ule mshahara wa dola 1000 au 2000 una uwezo wa kulipa wachezaji 4 wa Kitanzania ambao wanaweza kufanya kazi ile ile anofanya kazi yule mtu mmoja. Sasa kwa kweli tofauti haionekani. Ndio maana Bakari anachokwambia kwamba ana uwezo wa kukata hata watu 15. Hakuna tofauti. Ukitaka kuangalia tofauti, angalia Chama katoka wapi. Sawa? Angalia yule mtoto nani huyu? Mickelson. Katoka wapi? Na kashafanya kazi wapi? Angalia Kaata katokea wapi? Kashacheza mpaka TP Mazembe. Unaona? Sasa ukipima unaona kweli huyu mtu ana deserve kuwepo kama klabu ya Simba, sababu kukompare Mazembe na Simba, Mazembe bado iko juu. Kwa hiyo akishuka huku anaweza kawa yuko sawa na level ya Simba. Sasa Chama anacheza national team ya Zambia na anapata nafasi. Kwa hiyo anakuja timu kama Simba lazima awe more advanced. Angalia yule mtoto alicheza mechi ya klabu bingwa, alikuja kawafunga Simba hapa. Katokea wapi? Kwa hiyo tunajaribu kabla hatujafika huku, tujaribu wachezaji ambao wana muonekano hata kama ni foreigner lakini awe yuko more advanced. Lakini tusije kwa tunachukua ma foreigner ambao hata hapa kwetu wapo, alafu akisha demand composition, yani ile composition inakuwa iko juu tofauti na kazi yake. Hilo kubwa.
Sasa kwa jinsi ya ulivyoniuliza swali la kwamba ningepunguza wachezaji wangapi, yani totally timu haiko organized kwa sasa hivi kutokana na aina ya wachezaji walivyo. Yani hata zile mechi wamecheza za Simba na Yanga, yani ni determination ya wachezaji mmoja baada mmoja. Japokuwa walimu wanafanya mazoezi ya kuwaunganisha, lakini value ya wachezaji haiendi na ile yani aina ya timu inachokihitaji. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nafikiri kabla hatujafika huko tu tunajaribu kutafuta kama ni foreigner hata mchezaji. Mimi sifikiri katika wachezaji wa Simba wanaweza kusema asipopata nafasi afa anacheza mchezaji kama yule Chama au atalalamika. Hawezi. Lakini kuna wachezaji wako kama mfano sasa hivi walokopo Yanga, kuna mchezaji mwingine hachezi, lakini huyo anayecheza usijue mimi kwa nafasi yangu siwezi kusema maneno mengi. Tunakuelewa hapo Siwezi kusema maneno mengi. Mtaalamu wa saikolojia, hilo unajua kwamba kitu gani nazungumza. Kwa hiyo siwezi kuongea kitu nikavuka sana mipaka, lakini tujaribu kuwa na ukweli. Alafu katika mpira kila mtu asiseme mimi naweza kupeleka mchezaji. Ziwe na nafasi husika ambazo zinaweza zikaleta right things. Kwa hiyo kila mtu akisema mimi nitaleta mchezaji, unajua kuna watu wengine mpaka tunajuana nao mjini anakuambia mimi na mchezaji bwana. Yani from nowhere yeye anakuambia mimi na mchezaji, kapigiwa simu au kaelezwa hajamuona. Bradi tukashambua mahala kalizima huko, anaweza kupiga pasi, anakuambia huyu mchezaji anafaa kwenda Yanga na Simba. Zile timu zinafaa kuheshimiwa kwa sababu ni kioo cha jamii. Ukiangalia ikiwa selection ya national team, Simba inatoa wachezaji zaidi ya 5, Yanga zaidi ya 5. Kwa hiyo pale ni sehemu kama mama kwa mpira wa nchi, ni sehemu ya kuiheshimu sana. Naam, hayo ni mambo ya kitaalamu kidogo ambayo tunayapata kutoka kwa mchezaji mkongwe wa zamani wa timu ya Yanga, Bakari Malima, jembe Ulaya. Huyo kuna watu mpaka sasa hivi wana makovu katika miguu yao jinsi alivyokuwa akiwapitia. Lakini naye kocha Adamu yeye ameweza kufanya mambo mengi sana. Kuna timu ambayo iliachwa ikaonekana inashuka daraja, lakini mpaka sasa hivi iko vizuri na inahitaji pointi 6 tu ambazo nadhani kama vipindi vitatu vijavyo tutakuja kuzungumzia kuhusiana na hilo. Lakini kikubwa kocha Adamu, pamoja na haya ambayo tunazungumza, Bakari Malima naona amekuja na kitabu hapa kinaitwa Ukweli wa Maisha ya Jembe Ulaya. Na katika wachezaji ambao wamekuwa na article nyingi katika magazeti. Yaani kuna story ilikuwa inapigwa inabidi ununue gazeti la kesho kutwa la nini. Sijui hata Malima aliingiza mzigo kiasi gani pale, manake hata mimi nilikuwa najiuliza kwamba huyu jamaa kwa nini atengeneze kitabu au documentary. Na kuna wengi ambao walipita hapa nyuma ya Malima wakiwa na story kubwa sana, lakini hiki ndio kitabu ambacho kinazungumzia ukweli wa maisha ya Bakari Malima. Wewe ni mtaalamu wa saikolojia na unafahamu mengi sana yaliyopita kwa wachezaji. Sasa Bakari ana story nyingi sana. Ndio. Na katika story hizo ambazo nyingine umezisikia, unadhani zinaweza zikawa inspire vipi watoto wachezaji wadogo hususan katika hizi academy ambazo zipo, na kitabu hiko kinafaa kupelekwa wapi ili kiweze kuendana na kile ambacho Bakari ameelezea kuhusu maisha yake? Mi kwanza awali ya yote nimpongeze bwana Bakari kwa kuwa na uthubutu wa kitu hichi. Shukrani. Unaona kwa sababu bila kuthubutu jambo lolote huwezi ukatengeneza njia. Na nafikiri hii iwe chanzo na chachu ya watu kujifunza kupitia kwa Bakari. Kwa sababu gani? Tuna vitu vingi sana ambavyo kila mtu anajiaminisha labda anaweza. Lakini nafikiri tunahitaji kuwa tunapenda kujifunza. Na njia ya kujifunza, Bakari katengeneza kitabu ambacho kina lugha ambayo tunaitumia katika nchi yetu. Tusiwe na choyo kwamba kwa sababu katengeneza Bakari hichi kitabu labda unaweza kaona ni mambo ya kawaida. Lilokuwa kichwani mwako, ndio maana Mungu ametufunika. Angeweka transparent, ina maana kila mtu angekuwa anajua wewe unafikiria nini. Alichokifikiria mpaka akitengeneza huku kinatakiwa kiheshimiwe na tukubali kusoma. Yaani tunapenda sana kuangalia sio hadithi katika Facebook ambazo hazitujengei, lakini hichi hata mtoto wa darasa la 4 ana uwezo akasoma akajua kama anaweza kawa ni baba yake huyu kwa umri au kaka yake au babu kabisa. Lakini anasoma kwamba Bakari alishawahi kufanya hivi. Nimewahi kusikia hapa kabla unaongea, japokuwa ilikuwa ni kama ni masiara kwamba alitumia njia nyingi mpaka kufika Kongo kwa kutembea na nini, lakini inamuonyesha mtu vile vile kuna uvumilivu katika maisha.
ambayo mtu ambaye ameweza kuvumilia na akafika mpaka leo yupo ana survive na anaendelea vizuri mpaka akapata upeo wa kutengeneza kitabu. Kwanza kwa njia alizopita Bakari, acheza klabu kubwa paka national team, anatakiwa kusapotiwa kwa sababu iwe ndo kama njia ya kumwenzi pamoja na watu kupata manufaa. Hizi ni gharama amezitumia, zinatakiwa zijiendeshe ili aweze kutengeneza vitabu hivi kwa wingi, viwezekane kama katika vipindi vya michezo mashuleni vitumike. Mtu akishakuwa na title kubwa kama hivi, wenzetu wanaendelea, wenzetu Ulaya, kwa sababu ya kusapotiana. Unaona? Kwa hiyo hichi kitu tukipe heshima, tuachane na mambo yale kwamba katengeneza Bakari. Bakari ndo Bakari. Who is special? Nani special kama anatakiwa atengeneze kitabu? Hayupo. Kwa hiyo yeye aliyotengeneza for this time ndo special. Kwa hiyo tuipongeze na hii iwe chachu kwa mwingine, naye atatueleza historia zake kama alizoeleza Bakari. Kwa hiyo tutajifunza mengi kupitia wenzetu waliopita. Bakari, kuandika kitabu kama anavyozungumza kocha Khalid ni moja. Sasa lakini katika watu walipitia mengi na lawama nyingi, kwa sababu mara nyingi nyinyi katika fani yenu huwa kuna kachezea maisha yake, neno la kwanza. Kwa nini hakufanya hivi, neno la pili. Mshikaji wake Nonda kacheza Ulaya na wengi walikutupia lawama miaka kadhaa iliyopita kwa kesi ambayo hawakuielewa. Kule nchini Afrika Kusini kuna cheza timu ya Val Professional. Lakini uliendelea kustruggle na umepitia mengi. Sipendi sana kuzungumzia mengi ambayo naamini kwamba yamo kwenye kitabu hiki na wanaweza watu wakajifunza kwa kusoma au kuelewa yale ambayo uliyapitia. Lakini nini kilikusukuma baada ya kutoa article zako nyingi na interview zako nyingi bure kuamua kuandika kitabu? Kwanza kabisa kitu kilichonisukuma ujue kutokana na changamoto nilizopitia katika maisha. Nilikuwa yani kila siku najiuliza hivi vitu nakaa navyo moyoni mpaka lini? Ujue kuna vitu nilivishavipitia ambavyo vinahitaji vingine uvumilivu wa hali ya juu. Sasa nikaona ujue kutokana na malezi tuliokuwa nao sasa hivi ya vijana wetu wengi si watu wa kustruggle na kuvumilia. Nikaona hebu ngoja iwe kidogo kama chachu ya kutoa kitu ambacho kama mtu atakipitia anaweza akaona mimi nilikuwa najua na matatizo, kumbe kuna watu walishapata matatizo zaidi yangu. Sasa ile inaweza ikampa kidogo chachu yani ya kutaka kupambana zaidi yani. Kwa kuona kumbe alikuwa labda anataka kukata tamaa vitu fulani lakini kwa kupitia hiki kitu akaona kumbe huyu mtu alishapitia vitu vigumu sana, kwa nini mimi nisipambane mpaka dakika ya mwisho kama alivyopambana huyu mzee. Umezungumzia Khalid hii na mimi kweli napenda kuangalia gharama kwamba kutengeneza kitabu, kupata mtu wa kuandika. Najua wewe sio mwandishi, wewe umetoa hiyo story. Kutafuta kampuni ambayo imekichapisha hiki kitabu. Tumeangalia vitabu vingi, tumeangalia kitabu ambacho kilitolewa karibuni tu cha rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Na bei yake iliyouzwa, wewe unauza shilingi 10,000 kitabu hiki. Gharama hizo umezipata wapi Bakari? Na unazilipa vipi hizo gharama? Ujue hizi gharama kwanza za kunani kitabu kwangu mimi ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Maana nilijaribu kuwafuata baadhi ya watu. Kutokana yani inabidi nikuelezee ukweli. Kutokana ujue na maisha yetu ya wachezaji wa zamani. Ujue wengi wakati mwingine kwa watu wenye pesa tunakuwa hatuaminiki. Unaweza ukampa kitu, bwana mimi na idea kitu fulani, mtu mwenye pesa akajua huyu njaa tu ndio inamsumbua. Sasa nikaona hebu kwanza ngoja nikianzishe kwa gharama zangu mimi mwenyewe za kujivutavuta hapa na pale, angalau sina kipato kikubwa sana. Hata nikimfuata sasa mtu nikamwambia bwana idea yangu nilokuwa nakuelezea ni hii hapa, anaweza akanielewa. Kwa hiyo yani hizi gharama nilizotumia kwa kweli ni gharama ndogo sana, ambazo mimi mwenyewe nikaona ngoja nizigharamikie mwenyewe nizimudu, alafu kikishatoka kama watu watatokea kunipa support zaidi itakuwa ni nzuri kwangu. Kuandika vitu kama hivi wakati mwingine watu wanatokaga machozi. Kuna eneo gani ambalo hata kutype kulishindikana? Yaani wakati unaandika ukalikumbuka, maana unakumbuka ndani ya moyo. Ambapo sisi ambao tunataka kununua kitabu tukifika eneo hili tukumbuke Malima siku alikuwa anaongea hii habari.
ni vitu vingi sana ni vimo, lakini kitu kimoja au viwili au vitatu siwezi nikavisahau, ni ishu ya madawa ya kulevya. Nilikuwa natoka South Africa kwenye klabu yangu ya Val Professional. Mwaka gani huo? Ilikuwa mwaka 97. Nilipofika hapa airport nikawa nimeng'ang'aniwa na askari. Na baadaye nikahusishwa na mtu ambaye alikuwa amekamatwa na madawa ya kulevya kwa kuonekana kwamba na mimi ni mshirika wake. Ni vitu kwa kweli yani huwa sipendi sana kuvizungumzia, lakini nikaona siwezi nikakaa na kitu moyoni, bora niandike kwenye hiki kitabu, hata mtu akija akasoma anaweza akajifunza kitu fulani. Usimwamini mtu kwa 100% kwa binadamu kwa sasa hivi jinsi tulivyo. Na kitu kingine labda ujue, kuna muda nilisota sana, nilikuwa hali yangu kidogo ilikuwa sio nzuri, nikawa sasa napiga hesabu za kwenda kuonana na jamaa yangu Nonda Shabani Kongo. Nilihangaika hapa kutafuta nauli, ikatokea paka muda wachezaji ndio kwa nacheza nao, nikawa kuna tajiri fulani yuko Muhimbili pale anaitwa Islam, kwa jina la kimchezo anaitwa Boban. Nikawa naenda kumuomba nauli yani niende Kongo. Kuna baadhi ya wachezaji wakawa wamemzungukia yule tajiri, wanamwambia bwana huyu hana chochote yani ni njaa tu inamsumbua. Mara ya kwanza nilivyoona naye yule tajiri aliniahidi atanipa nauli, lakini baada ya kumfuata kama siku mbili alioniahidi nikakuta amebadilika kabisa yani. Akaniambia, Malima, kama ni njaa zako zinakusumbua ungeniambia nikupe hela ya kula, lakini sio kunidanganya. Baadaye lakini nashukuru Mwenyezi Mungu nilienda naye vizuri, akaja akanipa pesa ya nauli kwa shingo upande. Nikaanza kuunga kwa malori paka Lubumbashi. Baada ya kufika Lubumbashi pale nikawa najua ile nchi unaweza ukaenda kwa usafiri tena wa magari. Nikaambiwa usafiri wa gari hapa hakuna zaidi ya ndege. Pale nikawa nimebakiza mfukoni kama dola 250, na kutoka Lubumbashi paka Kinshasa kwa pesa ya dola ni kama dola 260 au na 70. Basi ikabidi nikawa kama vile nimeshakata tamaa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, baadaye akili ikanijia. Kuna mchezaji tulicheza naye hapa anaitwa Banza Shikala, kwao ni Lubumbashi. Nikawa nimempigia simu nikamwambia, ndugu yangu nimekwama niko Lubumbashi. Basi akasema ngoja nimwambie mdogo wangu aje akusaidie. Yule mdogo wake bahati nzuri akaja akanisaidia, tukapambana pale, tukawa tumepata ndege ya kijeshi ambayo ilikuwa inaleta msaada pale. Nikawa nimeondoka paka Kinshasa. Baada ya kufika Kinshasa nikawa nimepiga hesabu sasa, maana nilifika siku ya mchezo ambao ulikuwa unacheza Kongo na Benin. Nafika uwanjani mechi imekwisha. Ikabidi tena yule driver taxi nimuombe tena nipeleke hoteli. Mahesabu yote hayo napiga, najua nikionana na Nonda atasawazisha masuala ya usafiri. Nilipofika hotelini ikawa imeshindikana kuonana na Nonda, maana security wa pale akaniambia, bwana tulishaambiwa kabisa Nonda na Lualua tusiwaoneshe vyumba wanavyokaa, wala mtu anaowahitaji tusinanii kabisa hapa, tusimsikilize yani. Sasa yule driver taxi baada ya kuona muda unakwenda, ikabidi pale anikabe, niambie bwana nipe hela yangu, mimi sijui mambo ya Nonda. Imefika dola ngapi hapo wakati huo? Ilikuwa imefika kama dola 60 hivi. Sasa baadaye nikaanza kujielezea sana. Baadaye wale security wakatutoa nje, maana yule driver taxi alikuwa amenikaba. Ikabidi tukatoka nje, nikamuomba sana. Baadaye akawa amekubali, ameondoka. Sasa nikaanza kuzunguka kwenye ile hoteli ya waliokuwa wamefikia wakina Nonda. Baadaye kwenye saa 7 usiku ndio kuna security mmoja akawa ameniita. Akaniambia, bwana wewe kweli unafahamiana na Nonda? Nikamwambia, bwana mimi ni jamaa yake, nimecheza naye Tanzania, South Africa. Ndio baadaye kama akaanza kuniamini, akanionyesha, akaniambia nenda nyumbani kwake sehemu fulani sio mbali na hapo hotelini. Ikabidi niende paka nyumbani kwake. Baada ngoja kwanza, kuna watu hapa wanaangalia, na ukitaka kuangalia au kupata uondo wa Wednesday Night Live, basi wacha sisi tupate kahawa na maji kidogo, na wewe vile vile upate chochote kile. Alafu baada ya matangazo mafupi tutarejea usikie sasa ngoma imefikia hapo sasa, kwamba sasa mlinzi anamwambia hiyo nyumbani kwa Nonda ni wapi na anaendaje muda huo. Twende katika break. Naam, tumerejea baada ya matangazo hayo, na ni Wednesday Night Live tukiwa na Bakari Malima Jembe Ulaya pamoja na kocha Khalid Adam wa timu ya Mwadui. Bakari Malima yeye
ana kitabu chake ambacho kinaelezea ukweli kuhusu maisha ya Bakari Malima, Jembe Ulaya. Umeelewa maana ya Jembe Ulaya? Sasa hiyo utaielewa baadaye, lakini sasa hivi najua utaanza kumind bwana Patrick bwana anaongea tena wakati kuna story sasa kule nyumbani kule. Najua ameshaitoa, kuna watu walipitia, lakini hii leo exclusive kwa sababu kuna vingine alivisahau kuviweka pale. Ndio vimo ndani ya kitabu hiki. Naam, sasa hotelini hapo driver taxi mshakujana naye, kwa hesabu yangu nikipiga pale mkwanja kama umeshapungua. Sasa nyumbani kwa Nonda Kinshasa hapo. Yaani ni umbali gani unaendaje? Yaani ni kama kwa mguu, maana nilienda kwa mguu ni kama dakika 45 hivi. Ni kama dakika 45 yani. Kwa hiyo nikawa nimeondoka pale hotelini, ilikuwa saa 7 usiku yani. Nikawa nimepiga hesabu yani huyu mtu nikimkosa nimekwisha, maana mfukoni tena sina kitu. Sasa nikawa nimekwenda, bahati nzuri nikawa naulizia nakutana na walinzi. Mpaka baadaye nikawa nimefika kwenye nyumba ya Nonda Shabani. Nikawa nimegonga pale, mlinzi akawa amenifungulia, nikaanza kujielezea kwa Kiswahili. Yule mlinzi akawa anaongea yeye Kilingala. Sasa baadaye kuna mlinzi wa jirani akawa anasikia mazungumzo baina yangu mimi na yeye, lakini hatuelewani. Sasa bahati nzuri yule mlinzi akawa amekuja pale, akaanza kuniulizia, akawa anafahamu yeye Kiswahili kidogo. Nikawa najaribu kumuelezea, anamwambia yule mlinzi. Baadaye jibu likatoka, yule mlinzi wa kwa Nonda akasema, mimi huyu mtu simjui na Nonda yupo hapa na siwezi nikamkaribisha nyumbani. Akawa amefunga tu geti kwa hasira pale, basi mimi nikabaki nje. Sasa yule mlinzi ambaye tulikuwa tunaongea naye kwa Kiswahili kidogo, akaniambia bwana, mimi sina jinsi hapa. Cha kufanya labda naweza nikakusaidia kiti ukae hapa kwenye geti la Nonda. Nonda labda anaweza akaja. Akawa amenielekeza na ananiambia gari anayoendesha Nonda ni Vogue. Labda ukiliona linakuja, kama kweli unafahamiana naye msubiri. Lakini kama ufahamiani naye mimi nakushauri uondoke. Nikamwambia bwana, ni jamaa yangu. Kwa hiyo akawa amenipa kiti, nimekaa pale. Basi ilipofika kama kwenye saa 8:30 hivi, nikawa nimeiona Vogue inakuja usawa wa geti la Nonda. Mimi nilikuwa nimesimama katikati. Ile Vogue ilipofika kama hatua kama 30 hivi ikawa imesimama. Alafu ikawasha full. Kaa kidogo nikaona yule mlinzi anafungua, anakuja kunisukuma mimi nitoke njiani. Sasa mimi nikasema hapa stoki. Maana nikitoka huyu mtu akiingia imetoka tena. Basi tukao tunasukumana naye. Baadaye yule mlinzi akawa ameitwa na jamaa aliyoko kwenye gari. Wakaenda kuongea kidogo kwenye gari, alafu baadaye nikaona yule jamaa kwenye gari ananiita kwa ishara ya mkono. Nikawa nimeenda, nikawa najua sasa mahesabu yangu ni Nonda. Kufika pale nikaanza kujielezea, bahati nzuri anaongea Kiswahili vizuri kabisa. Nikajielezea, akaniambia bwana mimi, akaniambia mimi mdogo wake Nonda nimemwacha hotelini. Nikajaribu kumuelezea dhumuni langu la kufika pale Kongo. Akaniambia labda ukaona naye hotelini. Maana mimi sikujui, siwezi nikakukaribisha nyumbani. Kwa hiyo naomba unipishe mimi niingie ndani. Nikamwambia basi naomba angalau msaada wa kulala mpaka asubuhi ndio niende. Akasema siwezi nikakukaribisha bwana, maana sikujui. Ikabidi jamaa waingie ndani, mimi nikakaa getini pale. Basi nikawa nimekaa mpaka asubuhi. Kwenye saa 12 nikamgongea yule mlinzi wa nyumba ya pili, nikampa kiti chake, nikaenda zangu hotelini. Sasa baada ya kufika pale hotelini nikaanza kuzunguka. Sasa yule security alionielekeza usiku ile, bahati nzuri nikamkuta. Akaniambia vipi? Nikamwambia bwana akulala nyumbani. Akaniambia Nonda alirudi hapa muda mbaya, nadhani walikuwa wanatoka mziki. Kwa hiyo kama vipi, labda vumilia unaweza ukaona naye leo. Ikabidi mimi nikakaa pale mpaka kwenye saa 4 hivi. Baadaye nikaiona ile Vogue ilioniacha pale kwake inakuja maeneo ya hotelini. Nikawa nimeifuata ile Vogue pale, nikaongea tena na yule mdogo wake, nikamwambia bwana, naomba kumwambie Nonda mimi fulani niko hapa. Akasema ngoja nijaribu kumwambia. Akawa ameenda kama dakika 5 akarudi. Akaniambia bwana, nimemwambia lakini anasema haamini. Sasa bahati nzuri nashukuru Mwenyezi Mungu, akili ikawa imenijia haraka. Kuna picha nilikuwaga nimeenda nazo, tulipigaga naye Nonda hapa za Yanga na South Africa. Nikazitoa, nikamwambia bwana kamuoneshe hizi picha. Sasa yule mdogo wake alivyosiangalia na akaniangalia mimi kidogo, nikaona ameshtuka. Akasema halo, hivi ni kweli kumbe ni mtu wako huyu? Ngoja nimpelekee. Basi akawa amempelekea. Kaa kidogo akarudi, akaniambia bwana nimempa lakini haamini, amesema anashuka, kwa hiyo msubiri. Basi nimekaa pale kama nusu saa,
nikaona waandishi wa habari kibao wanakuja kwenye ile hoteli. Akili kanijia pale, nikajua kwa vote huyu Nonda anataka kuongea na waandishi wa habari. Sasa wakawa wamepanga vitu kibao na wakawa wamekaa waandishi pale wa habari. Sasa mimi nikawa nimekaa kwa nyuma hivi. Sasa baadaye nakuja namuona Nonda anashuka kutoka gorofani. Waandishi wake walikuwa wengi sana. Sasa mimi nilikuwa nyuma kabisa huko. Imekwenda Nonda akawa amekaa amekaribia sasa kukaa kwenye siti yake kule mbele. Sasa mimi baadaye nikaona hapa inaweza ikatokea. Sasa kuna mwandishi alikuwa amekaa, kwa kweli Mwenyezi Mungu anisamehe, alikuwa amekaa nikia salasa. Ikabidi mimi nimtoe yule mwandishi kwenye kiti, nikawa nimepanda juu ya kiti nikaita Nonda. Umbali gani huko ulipokuwa? Yaani ni kama tuseme mita kama ngapi? Moja, yaani kama nusu uwanja. Maana unajua ilikuwa nani kubwa sana. Hall ilikuwa kubwa sana. Nikaita Nonda. Sasa bahati nzuri akawa ameshtuka ameangalia hivi. Nikaona ametabasamu. Basi mimi nikatoka mbio hadi nikawa nikapasua pale. Nikapasua ni na sikumana na nani na waandishi wa habari, nikaenda nikakumbatiana naye. Sasa ujue ndugu yangu, ujue nilikuwa na siku 2 sijala. Yaani sasa hata sauti haikutoka hapa. Basi akaniambia bwana bro, pumzika hapa niongee na waandishi wa habari tuondoke, nimepata habari zako. Basi baadaye akaongea na waandishi wa habari, tukawa amenichukua tukaondoka na vogu lake ile paka kwake. Kafika kwake kule akanikaribisha nyumbani kwake vizuri. Basi tukaanza kuongea, nikamwambia dhumuni lililonipeleka. Baada ya kumwambia dhumuni lililonipeleka akaanza kuulizia baadhi ya wachezaji. Fulani yupo, Romario yupo, Kaito yupo, Lunyamila vipi? Nikamwambia na baadhi yao hapa namba zao ninazo, kama vipi nikuunganishe nao. Basi akaanza kuongea nao. Baadaye nikamwambia bwana, kuna mtu mmoja alinisaidia, Islam, jamaa Boban yule tajiri alinisaidia nauli. Kwa hiyo nilikuwa naomba kidogo uongee naye umtoe wasiwasi. Nashukuru, yani akawa ameongea naye na baadaye nikaongea na Boban. Boban akasema bwana, nyinyi wachezaji wa zamani mnapigana sana vizengo. Baki na yeye mtu wa utani sana. Kaniambia basi haina wasiwasi bwana, hao yamekwisha. Basi nashukuru Mungu, yani baadaye Nonda akawa amenitembeza kwa wazazi wake kwao, akaniambia siku nyingine yani ikitokea labda ukija, nataka yani familia ikujue, usije ukahangaika kama ulivyohangaika. Basi baada ya siku 2 yeye akawa ameondoka. Basi mimi akanikabidhi mzigo wangu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na tiketi ya ndege ya kurudi. Kila kitu alisawazisha. Maana baadaye nikarudi tena na ndege hapa. Sikurudi tena na magari ya kuunga yani. Adam. Nasema wazungu wanasema kwamba ukisikiliza historia ambazo zipo, yani kuna story nyingi ndani ya kitabu hiki. Yani ukisema moral ya hii story inakupa Nonda, unaweza ukasema ni nini? Mimi nasema kwanza Amini Bakari Mwalimu, wewe unakuita Nonda sasa. Mimi nasema Bakari anamuonyesha ujasiri kwanza. Na kupitia ujasiri akaleta uthubutu. Kwa hiyo ikamfanya yote apitie. Kwa hiyo ndio maana nikasema tujaribu kusoma hichi kitabu. Kinaweza kikakubadilisha mawazo, ukawa na uthubutu sio katika njia hizi tu, lakini ukaamini kwamba labda kuna connection fulani nikiipata itanirahisishia njia fulani. Kwa hivyo yote kama Bakari alikuwa anasema alikuwa katika wakati mgumu, ukampelekea kuanza kutafuta nani sasa hivi yuko katika njia ya kuweza kunisaidia. Nafikiri kama alivyosema alikabidhiwa mzigo, alikuwa hawezi kusema mzigo kiasi gani. Atatuambia tu baadaye. Lakini nafikiri yale machungu aliyopitia kwa muda ule alivyopata hiyo package iliweza kumsaidia vitu fulani katika maisha. Kwa hiyo ndio maana nasema tusichukulie hichi kitabu kwa sababu katengeneza Bakari. Kwa sababu Bakari tunamfahamu, Mtanganyika mwenzetu, kacheza mpira katika timu zetu zote hizi za Tanzania mpaka national team level. Sasa tutumie kigezo hichi kwamba tunapataga muda mwingi sana wa kusoma story ambazo hazina maendeleo sana katika watu wa mpira ambao wanatakiwa wasome vitu kama hivi, kwa sababu kabezi katika mpira tusome vitu vingi kwenye Facebook afu tunatumia mabando mengi sana. Lakini hii ukinunua kwa shilingi 10,000 na mkakitunza, na maana familia nzima
itakuwa inapata faida. Umeona, kama ukikihifadhi kizazi na kizazi kitakuja kufaidika. Tumsapoti bwana Bakari kwa njia yote ile. Nimesema Bakari, wewe ni mmoja wa wachezaji vipenzi sana wa rais wa awamu iliyopita Jakaya Mrisho Kikwete. Ulimueleza chochote kuhusiana na hiki au anajua kile ambacho ulichofanya kuhusu kitabu? Hiki kitu nilishamdokezea kidogo, akaniambia nije ofisini. Sasa ujue waheshimiwa hao unapoenda ofisini natakiwa ufuate protocol. Sasa lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, nilienda ofisini kwake nikawa nimefuata taratibu zote yani. Sasa ikaja ikatokea akawa yuko busy na mambo ya chama kidogo yaliyotokea ya Dodoma. Kwa hiyo nikaambiwa kwamba labda atakapotoka Dodoma anaweza akawa na nafasi nzuri sana, lakini nishamdokezea naye taarifa hizo anazo yani. Labda kwa fursa hii ambayo umeipata ndani ya Azam TV, nafahamu kwamba mheshimiwa anaangalia, wasaidizi wako wanaangalia, Rizwani anaangalia, ujumbe gani umfikie kuhusiana na hiki ambacho tutakifanya na hiki kitabu, na labda ungependa kitabu hiki kitumike sehemu gani au wakusaidia ukisukuma kifanye nini katika kuelezea wanamichezo wa Tanzania? Manake wewe umetumika kama mwanamichezo wa mpira wa miguu, lakini wanamichezo wako wengi wanaopitia mengi sana. Na kama alivyozungumza kocha Halidi hapa, kuna wengine tumesikia stories za kina Madaraka Suleimani, kwa nini walishindwa kucheza kule. Tumesikia stories za kina Lunyamila, tumesikia stories za Mohamed Mwameja, na wengi hawajaziongea kiundani kama wewe ulivyoamua kujilipua na jinsi ulivyoweza kumsubiri Nonda Kikongo ujui, lakini mbishi kwenye geti la watu, hata bunduki uogope kama naweza nikapiga risasi. Sasa unadhani nini ambacho unaweza kuongea naye hapa, na hata kwa waziri ambaye anahusika na masuala ya michezo? Kwanza kabisa kwa mheshimiwa JK, mimi labda ningemuomba ule ujumbe kidogo ndio mdokezea kipindi kile tumekutana naye Diamond, wa kutoa kitabu sasa hivi kimeshakamilika. Sasa nilichokuwa nataka kwanza nikamkabidhi kitabu. Nataka nikamkabidhi hiki kitabu alafu baadaye nipate supporta yake ili hiki kitabu inatakiwa yani kisambae nchi nzima. Manake ujue bahati nzuri nyie mlishaki nadi kidogo kwenye media. Sasa yani sasa hivi napigiwa simu kwa siku zaidi ya 2000 yani. Kuna watu Sumbawanga, kuna watu Ukelewe, kuna watu Kigoma wanakihitaji hiki kitabu, lakini sasa hivi mimi nguvu yangu kwa kweli ni ndogo. Maana nilitoa tu kama yani kutokana na nguvu yangu ndogo, lakini na uhakika nikipata support kubwa kwa mheshimiwa JK au waziri wa michezo au kamanda wetu JPM, na uhakika kabisa hivi vitabu vinaweza vikasambaa nchi nzima na kula kitu fulani yani vijana au watu wakajifunza. Maana ujue pamoja na kuongelea masuala yangu ya mpira, lakini kuna vitu vingine nimeviongelea humu nje ya mpira. Maana kuna muda ujue nilifanya kazi mgodini. Niliambia ulienda mgodini. Nilifanya kazi mgodini underground, chini ya ardhi. Lakini ukiibuka najua kama laser. Hapana. Sasa kuna vitu fulani nilikutana navyo kule, vyote nimeviweka humu. Sasa nadhani yani kama hiki kitabu kikisambaa nchi nzima, kuna vitu fulani mtu anaweza kwa namna moja au nyingine, kuna kitu anaweza akachukua kikamsaidia. Bwana Adamu uzuri yuko na uzuri, umeniambia habari ya machimboni hapa, na sera za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimeweza kuweka njia nzuri au kuweka sera bora katika uchimbaji, uuzaji, hata kwa wachimbaji wadogo. Lakini pia madini yetu miaka kadhaa yalienda tu yalipotea. Malima kidogo kule ulikutana na watu wanabeba mzigo wanaondoka moja kwa moja. Hivyo nisikufiche ndugu yangu. Yaani ujue masuala ya kuchukua mzigo kule chini ya ardhi, udokozi upo. Lakini hao watu wa kigeni walikuwa wanatubana sana. Yaani kuna vitu walikuwa vinachukuliwa vinaondoka. Sasa baadaye mtu unasema hiki kitu kinafanyika, kwa nini kinafanyika kitu kama hiki? Sasa kuna muda ujue mimi kuna muda yani huwa naonekana baadaye mkorofi. Kuna vitu nilikuwa najaribu kuojioji. Sasa baada ya kuanza kuojioji pale wafanyakazi walipokuwa wanafanya kazi Tulawaka Gold Mine, wakaamua, maana unajua kuna watu pale kidogo walikuwa oga. Wakawa wamenichagua yani niwe mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi TAMICO. Sasa nikaanza kuwaojioji wale wazungu vitu walivyokuwa wanavifanya. Maana kuna muda yani ilifikia wanatuletea ma security kutoka Philippines.
Nikawaambia hizi ajira ni za Watanzania, uwezi ukatuletea mtu kutoka nje aje afanye kazi ya ulinzi hapa. Sasa vitu vilikuwa vinaleta complain nini, lakini baadaye tukaanza kwenda nao sawa. Lakini hii nchi kwa kweli watu wameidhadia, ilikuwa kama shamba la bibi yani. Lakini sasa unafurahi unapoona mabadiliko haya. Kwa huyu kamanda, kwa huyu kamanda mimi yani nampa saluti sana. Kwa hivi vitu sasa hivi vinavyofanyika, nadhani hata wazungu wenyewe wameshashika adabu yani. Alidi, ni mambo mengi sana ya maisha na sisi binadamu tunatofautiana. Kuna wengine tunapenda kukaa na siri za maisha yetu, yani hatutaki, lakini tunapenda kusikia vya wenzetu. Bakari Malima amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji wa Konge ambao ametoka bila kujali. Amezungumza hapa wachezaji wenyewe kwanza wasivyokuwa na mshikamano wa zamani, wasivyopendana, wasivyo supportiana katika masuala mbalimbali, na ameamua kufunguka katika hilo ndani ya kitabu chake hiki. Lakini nini funzo ambalo tunalipata hapa katika hiki ambacho Malima amekiandika ndani ya kitabu chake? Kama yeye alivyosema kwamba amejaribu kwenda kwenye maisha ya mpira akarudi katika maisha ya kawaida, ambayo mimi nasema naongezea kwamba ina maana hichi kitabu si watu wa mpira peke yake, hata watu wa kawaida wanaweza kujifunza maisha kupitia huko, na kwenda kwake kuingia kule deep ya kwenye mining, amegundua vitu vingi ambazo vilikuwa vinakwenda tofauti, na bahati nzuri kabla hajakuwa ametoka katika hii dunia ameona vimefanyiwa marekebisho ambavyo yeye alikuwa anaona kimsingi vinamkera. Sasa ni elimu tosha. Tunatumia gharama nyingi sana katika kuchezea hela katika mambo mengine. Mimi bado niko pale pale, tukisupport hichi kitabu na wahusika kama wao waliokuwa nao karibu, waliotaja viongozi wakubwa kabisa, nafikiri wakimuunga mkono Bwana Bakari na makampuni yanaweza kwa sababu kampuni yote yenye trademark kubwa ina automatically budget ya advertisement. Mimi nafikiri si kwa nini nchi yetu makampuni yanakuwa mazito kutangaza biashara zao kama hivi. Kwa sababu hakuna trademark kubwa yoyote isiyo ina automatically advertisement budget. Unaona? Kununua soda tayari ishakuwa katika advertisement, maji tayari. Kuna makampuni mengi ya juisi, sijui kahawa, chai nini. Tutumie fursa hizi kwa watu ambao jasho lao wamelitumia katika nchi kama kuwafariji, akiwemo kama Bwana Bakari. Kapambana katika timu ambazo walikuwa wanacheza kwa maslahi ambayo ya kawaida. Mimi nafikiri wachezaji wanaocheza mpira sasa hivi kama walokuwepo Yanga pamoja wanaweza kufikiria hichi kitu, lakini maisha ya Bakari kwa sababu yamekuwa na uzito fulani akabidi afikiri vitu zaidi. Lakini leo hii wachezaji wa timu kubwa tu za Yanga na Simba, mchezaji anapata kwa mwezi zaidi ya milioni 5. Na maana hiyo milioni 5 kwa kitabu kama hichi Bakari angepata kwa mara moja angetengeneza vingi zaidi. Kwa hiyo tumsupport kwa sababu kwanza mazingira walikuwa hata watu wa Yanga tu kwanza. Kacheza Yanga bahati nzuri, kacheza Simba. Wasupport kwa sababu walikuwa wanatumikia kwa uadilifu zile timu, lakini maisha yale ndio yamewafanya leo watafute mbinu nyingine mbadala za kuishi bado. Wakati walikuwa wanatakiwa waendelee kuishi. Bwana, hizi Simba na Yanga hizi kwenda huku maisha ulipatana na songo mingo gani ambalo nalo umelikumbukia? Mimi kwanza yani baada ya kutoka Yanga, unajua Yanga mimi wameniacha dakika za mwisho. Yanga wameniacha dakika za mwisho baada ya kuwa nimetoka nje nimerudi hapa. Katika usajili kuna kiongozi mmoja alikuwa na nguvu sana. Akawaambia wenzake huyu Malima kwa msimu huu tutamsajili. Sasa dakika za mwisho kabisa usajili unaelekea mwishoni, ndio namshukuru Mwenyezi Mungu marehemu Juma Salum alikuwa mwenyekiti wa Simba, ndio akaja akanifuata akaniambia, kijana wangu, tumesikia timu yako haikuhitaji lakini sisi tunakuhitaji. Sasa nikaenda kuongea naye, nakumbuka tulienda naye Ilala. Tumeongea, baadaye nikamwambia, mzee, naomba unipe kama wiki moja hivi za kujifikiria. Nikawa nimewafuata baadhi ya watu wa Yanga, watu wangu. Nikajaribu kuwaambia hiyo issue, wakaenda kwenye uongozi wa Yanga, lakini yule mtu aliyokuwa amenitilia ngumu nisisajili tena Yanga, msimamo wake ukawa ule ule, Malima tutamsajili. Sasa bahati nzuri wale watu wakawa wameniambia, bwana Malima, mpira ujue ndio maisha yako, kama Simba wamekufuata sajili. Nashukuru Mwenyezi Mungu nikawa nimesajili Simba. Simba wakawa wamenipa hela yangu cash.
Baada ya kuingia Simba nimeanza maisha mapya Simba, lakini yalikuwa sio ya kuaminika. Huo ndio ukweli. Nilikuwa siaminiki pale Simba. Unaaminika una damu ya njano. Maana hata nakumbuka ujue kuna gemu ya kwanza tulicheza na Yanga. Mimi nikiwa Simba tuliwafunga Yanga goli 2. Goli zote alifunga Steven Galincha Mapunda. Gemu ya pili Simba wakawa kama vile wamebweteka baada ya ushindi wa kwanza. Hata maandalizi yakawa ya kusuasua. Mimi ile game nilikataa kucheza. Baadaye Kibadeni akaenda kuwaambia viongozi, mnatuletea mamluki kama hao, angalia anakataa sasa kucheza mechi ya Yanga. Viongozi mimi wakanifuata, nikakaa nao, nikawaelezea, nikawaambia bwana, mimi siasa za mpira wa Yanga na Simba nazijua. Mimi nimetokea Yanga. Maandalizi ya hii game yalikuwa si mazuri. Ikitokea timu imefungwa, lawama zote najua zitaniangukia mimi. Baadaye viongozi wale na wenyewe hawakukubaliana na hilo swala. Wakawa wamenipeleka kwa Mohamed Dewji. Alikuwa kipindi hicho anawasaidia tofauti na Said. Alikuwa anawasaidia kidogo kidogo. Nikawa nimeenda ofisini kwa Mo, tumeongea naye sana kama nusu saa. Mo bahati nzuri nashukuru akawa amenielewa. Nikamwambia bwana, mimi najulikana ni Yanga. Leo hii tunacheza na Yanga. Ikitokea matokeo yamekuwa vinginevyo, taonekana mimi msaliti kutokana na siasa za hizi timu. Bahati nzuri Mo akawa amenielewa, basi akaniambia rudini kambini. Tukarudi kempu siku ya pili game. Maana King alikuwa anakitaja kikosi siku moja kabla. Baada ya kuingia kwenye game, timu ikapoteza mchezo. Tumefungwa goli la kwanza na Idimoshi Mnyamwezi. Sasa King alikuwa amesimama kwenye touchline. Wakati anarudi kipindi hicho, unajua wachezaji wote watatu ambao tulikuwa tuvai tulikuwa tunakaa shamba bibi, tulikuwa nakaa pembeni. Sasa King wakati anarudi tulikuwa tumetizamana naye. Mimi nilijua nilikuwa napiga story na jamaa kama vile, afu nikawa nacheka. Sasa King kile kitendo akakitafsiri vibaya. Pale akaanza kunitupia lawama kwamba angalia mamluki kama hao, sisi tunafungwa goli yeye anacheka. Alo, nilijisikia vibaya sana. Sasa ujue kipindi hicho watu ujue paka barabarani walikuwa wanakaa. Sasa watu wote wakawa wananitazama mimi. Ikabidi mimi kwa kweli pale, yani ujue kama nilikuwa nimenyeshewa maji ya mvua. Nikajichomoa taratibu. Nikaenda zangu huko pembeni. Game ikawa imekwisha, Yanga wakawa wameshinda goli 2, alifunga Idimoshi. Mimi sikutaka hata kuondoka tena na basi la klabu. Nikawa nimeenda zangu nyumbani. Siku ya pili yake nikawaulizia wachezaji wenzangu taratibu za kurudi kempu na kuaje. Wakaniambia Jumatatu yake nikawa nimeenda kempu. Baada ya kufika kempu, meneja alikuwa anasimamia kempu pale akanipiga stop, akaniambia uongozi umesema stop, uruhusiwi kuingia kambini paka vinginevyo yani. Ikabidi mimi nirudi zangu nyumbani. Bahati nzuri niliporudi nyumbani nimekaa kama wiki moja, akatokea Hassan Afif. Nikawa nimepata message yake ananitafuta, ikabidi niende kwake Mnazi Mmoja. Baada ya kufika pale nikaongea naye, Hassan Afif akaniambia bwana, nijaribu kukufuatilia kwenye game zenu hizi na kuhitaji kwenda Qatar. Nikamwambia mwalimu, mimi sina tatizo yani, ila sasa hivi kidogo na mgogoro na Simba. Akasema Simba timu yangu, wewe niache mimi tamalizana nao. Maana nilimuelezea picha yote. Bahati nzuri akawa ameenda kuongea na viongozi wa Simba. Viongozi wa Simba wakamwambia bwana, hata leo ukimtaka huyu mchezaji ondoka naye. Kwa hiyo muda mfupi sana Simba. Yaani Simba ni sajili mwaka mmoja. Mkataba wetu ulikuwa mwaka mmoja, lakini Simba nimedumu miezi 3. Alid, mambo ni mengi sana kwenye kitabu hiki. Mambo kusema watu wajifunze maisha. Changamoto hizi. Hizi ni changamoto kwa kweli. Kama nilivyosema mwanzo, kwamba tujitue na utamaduni wa kujifunza. Na hii ni njia sahihi ya kujifunza mambo mengi, mpira na ya maisha. Unatamani siku moja kurudi kufundisha Yanga au kufanya kitu chochote katika Yanga? Hapana, sasa hivi mimi ni kocha mwenye klasi C, na bahati nzuri nimefundisha Manyara, nimeifundisha Namungo nikiwa msaidizi wa Itimana mpaka timu imepanda. Kwa sasa hivi yani sichagui sehemu. Timu yote itakao nihitaji mimi niko lazi. Maana hata kakaangu hapa anisikia kama mwadui anakuhitaji ili kupata point 6 sasa hivi kunibeba wala haina wasiwasi. Ndio. Maana nimekaa Manyara, nimekaa Tabora,
kote nafundisha mpira. Nimekaa Ruangwa kwa mheshimiwa. Kwa hiyo yani sasa hivi sichagui sehemu. Wanasema Malima mtata sana kwamba usipo nani yani kwamba ni lazima ukunjane. Kweli? Hapana. Mimi kitu ambacho huwa napigania kwa kweli ni maslahi yangu. Ujue na bahati mbaya ujue viongozi wengi wa mpira wanaongea na wewe alafu utekelezaji unakuwa ni mbovu. Maana nakumbuka vitu vyote ujue nimeandika. Nakumbuka kuna game moja tulicheza Simba na Yanga Mwanza, kombe la Edex. Sisi tukiwa Yanga Afrika, Simba tulikuwa tumeshinda goli 2. Goli moja kama amefunga Lunyamila, la pili nimefunga mimi. Kipindi hicho Lunyamila anatoka Ujerumani kwenye majaribio. Sasa viongozi walituahidi watatupa 200,000. Baada ya game kwisha wakatuletea 50,000. Sasa ujue Mwenyezi Mungu amrehemu, katibu mwenezi wetu alikuwa ameshapatwa, alipoileta ile hela kwa kweli mimi nilimkaba nikampeleka choma. Choma na mzigo mwingine fikira kimbilia yako. Nikawa nimefunga mlango, nilimwambia mimi leo nadili na wewe. Kwa nini 50,000? Sasa yule muhindi akapiga sana. Akawa bila sana kelele yani. Sasa watu baadaye wakadadili mlango. Kaambia hii ilikuwa na mtingiza kidogo Lakini bahati nzuri nashukuru baadaye akapeleka salamu kwa wenzake yani. Tukaja tukapata 3,300. Tukaja tukachukua gharama uliyotumia wewe. Tukaja tukachukua 3,300 yani. Lakini kama tungelegea tungechukua ile 50 yani. Na Walidi, tukiendelea kumaliza kipindi ni kitamu kweli kweli na Malima na vitu vingi, lakini nisingependa viongee vingi. Maana anaweza katumaliza akaondo wewe ukapotea. Kweli kitabu na maelezo jinsi yalivyo, hata sisi tumekaa tunasikiliza tenzi fulani za watu wa zamani ambazo zamani kuna kipindi kile cha Mama na Mwana kama msikiliza yani hutaki kutoka hata kwenye radio. Ndio hii kwa kweli inavutia. Na Malima, niseme kwamba labda neno la mwisho kwa watazamaji ambao wanakuangalia kupitia kamera hii hapa ya kwako sasa hivi. Nini ambacho unawaambia kuhusiana na kitabu chako, lakini pia kile ambacho unawaasa wachezaji wadogo ambao bado hawajafikia huko na wanayasikia tu kwamba kachoka yule, mkorofi yule, wakiwa bado wanakamata milioni 5 milioni 6 hizi? Mimi kwanza kwa wadogo zangu wanaocheza sasa hivi mpira pamoja sasa hivi ujue hali hazilingani, wao kidogo wana maisha mazuri tofauti na sisi wachezaji wa zamani. Lakini kama watachukua lakini nipende kwanza kuwashukuru. Maana ujue baada ya kusikia idea yangu kuna baadhi ya wachezaji kama kina Mkude, kina Selemani Matola, kina Ngasa walikuja kusupport na kuna majina yao na sahihi zao. Kwa hiyo nawashukuru kwa hilo. Wamenisupport kwa kiasi fulani. Lakini wasiishie hapo, wakikichukua kitabu kuna vitu vya kujifunza. Wachezaji wa sasa hivi wanaocheza na kama nilivyozungumza na nimeongelea kuna maisha yaliokuwa nje ya mpira na yeye yamo. Kwa hiyo nilikuwa naomba wadau wanisupport. Alafu si hicho tu. Kitu nilichodhamiria na kikubwa zaidi nilikuwa na kama nikipata ufadhili hiki kitabu kikauzika nchi nzima, nilikuwa nataka yani baadhi ya pesa itakayopatikana imsaidie mzee wangu Jela Mtagwa na Alphonse Modesti ambao kwa sasa hivi wanasumbuliwa na malazi. Sasa ningekuwa na cash ningetoa, lakini niliona hiki kitu kwa njia moja au nyingine naweza nikawasaidia kuwapa chochote kitu na mimi ikaonekana kama mchango wangu. Walid, imenigusa. Hata mimi pia imenigusa. Nimefikiria mbali. Mbali sana. Kama mnavyosema tunaishi katika maisha mengi ya masiara na pesa. Vitu vinavyotokea kama hivi kwanza ni vitu ambavyo vinakwenda kwenye mstari. Nafikiri Bakari anatakiwa kusapotiwa kwa sababu haya mengine ambayo ameyasema, nafikiri kwa sababu ameyasema katika jamii nzima inamtazama, nafikiri ni ya moyoni, kwa sababu huwezi kujikomiti katika jambo ambalo unajua kesho na kesho kutwa watu watakuuliza. Kwa hiyo hii kuwasaidia wagonjwa kwanza kukumbuka tu ni jambo la kuonyesha ni mtu ana imani. Kwa hiyo na vile vile mfundishe mtu kwamba usimtafsiri mtu ambaye humjui yukoje ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo ukimchukulia Bakari utasema mkorofi, lakini ni mtu ambaye amekuwa na imani kuliko watu ambao wanashughulika na imani. Naam, wanasema wakati mwingine binadamu anaweza akaelewa, lakini inawezekana Roho Mtakatifu yuko ndani kwake anaongea
kwa niaba yake. Umeona Bakari Malima, lakini sio yeye ndani tayari muongozo unaotoka pale, sauti unaona ni ya kwake, lakini Roho Mtakatifu amembeba na ameweza kuzungumza kitu ambacho kwa kweli kuna baadhi najua kimewagusa kuhusiana na wachezaji ambao wameipa sifa kubwa nchi hii. Jela Mtagwa, mchezaji legendary kabisa huyu, akiwa ni mmoja kati ya wachezaji walipeleka kwa mara ya kwanza timu ya taifa katika michuano ya AFCON mwaka 1980. Alphonse Modest, beki mstaarabu aliyekuwa role model wa wachezaji wengi sana ambao tunaona sasa hivi wakicheza mpira, ambao wote wako kwenye maradhi na wanahitaji pesa ili za kusupport maisha yao kwa njia moja au nyingine. Ni haya ambayo ameongea Bakari Malima. Mara nyingi mimi mzungumzaji, lakini leo hii nimekuwa msikilizaji, na nadhani wewe pia umekuwa msikilizaji kutokana na kile alichozungumza Bakari Malima. Support hiki ambacho anakifanya Bakari Malima, na nadhani kitabu hiki kimetembea sehemu yote, au bado unacho wewe tu mwenyewe? Kwa sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu kinapatikana mtaa wa Samola. Kuna duka moja linaloitwa TPH Bookshop liko karibu na Mr Discount pale, kuna supermarket fulani inaitwa Discount. Alafu kinapatikana Mbezi mwisho stendi pale. Mbezi au Mbezi Kimara? Mbezi ya Kimara hii. Okay. Kuna jamaa yangu pale na kibanda chake cha magazeti kinapatikana pale. Na Da Live Mbagala. Kwa nje hapa kuna jamaa yangu naye anafanya biashara ndogo ndogo pale, kinapatikana pale. Na mitaa ya Kariakoo DDC mule ndani kuna jamaa yangu anauza mifuko hii, na kwenyewe nimempelekea baadhi ya nakala. Sio unatembea navyo wewe mwenyewe kuvipeleka pale? Natembea navyo mimi mwenyewe, na kuna vingine nakuwa natembea navyo kwenye begi. Unajua, kutokana kama nilivyosema, bado unajua sijapata support kubwa sana, kwa hiyo mzigo sio mkubwa sana. Mimi nafikiri Patrick, niombe kitu kimoja, kwa sababu watu wanamtazama. Nafikiri angewatajia tena namba ya simu, kwa hiyo mtu ambaye anahitaji anaweza akampigia. Kwa ruksa. Namba zangu za simu ni 0783 24 77 24. Nyingine ni 0718 18 99 72. Nyingine ni 0764 20 13 87. Muda wowote, time yoyote ukinihitaji au ukikihitaji kitabu hiki unakipata kwa urahisi zaidi. Naam, kwa yule ambaye yuko mikoani na maeneo yote yale, unaweza kupata kwa kumsupport Bakari Malima katika kitabu hiki, na tunasupportiana wa Tanzania. Lakini kwa sasa basi nishukuru sana kwa wewe kuwa nasi katika kipindi hiki, na bila shaka tutakutana tena wakati na muda kama huu wiki ijayo. Utafahamu kuna nini wiki ijayo. Stay tuned, usiende popote. Hapa Wednesday Night ndio sehemu utakayofahamu mengi kuhusu michezo. Shukrani sana Bakari Malima, shukrani sana kocha Khalid Adara.